kura nimtaja Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga, Mheshimiwa Dr. Yahya Ismail Mawanda, Mheshimiwa Festo Richard Sanga na Mheshimiwa Livingstone Lusinde wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza awali ya yote nikushukuru sana kuweza kunipa na mimi nafasi ili kusudi niweze kuchangia kwenye sekta hii muhimu sana katika uchumi wa taifa letu ambayo ni sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kwanza kabisa niendelee kuipongeza sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo kwa ujasiri na uthabiti mkubwa amejitoa kikweli kweli kabisa kuona kwamba tunakuwa na mageuzi katika taifa letu hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi nchi yetu inaenda katika uchumi wa kati. Uchumi wa kati ni uchumi wa viwanda, ni uchumi ambao unahitaji sana sekta ya nishati kuwa imara, ndio hapo kwa uhakika tutaweza kufika katika uchumi wa kati wa daraja la juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze sana Wizara ya Nishati. Kwa kweli Wizara ya Nishati wameleta mageuzi makubwa kweli kweli kwenye sekta. Hawa kubwa, hebu tuangalie tumetoka wapi, tuko wapi, na then tuweze kuproject kuona kwamba sasa kweli hao watu wanataka kutupeleka wapi. Ndugu zangu, mtakumbuka mpaka mwaka 2007 takribani miaka 43 toka TANESCO imeanza. Profesa Mwongo amesema TANESCO imeanza mwaka 1964. Nchi hii jiji mita tu sawa na 4.1% ya vijiji vyote 12,318. Leo hii tunavyoongea vijiji vyote 12,318 tayari vina umeme, na zaidi ya 61% ya vitongoji vyote 64,359 vina umeme. Na leo tunaona mabadiliko makubwa ya kiuchumi, lakini vile vile ya kijamii tunayaona kule vijijini. Sisi wakati wetu tulikuwa kule shuleni, nimesoma hapa Dodoma, tulikuwa tunasoma Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutumia vibatari, tena vibatari vyenyewe vya made by mimi. Leo hii mpaka kule vijijini hawa vijana wetu wanasoma kwa kutumia umeme wa TANESCO. Kwa kweli ni jambo ambalo inabidi tuwapongeze sana, na huu umeme vijijini tunaona umeleta mabadiliko makubwa. Leo hii vijana wana shughuli za kiuchumi wanaziendeshea kule kule vijijini. Tunawapongeza sana kwa kazi kubwa hii mlioifanya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tukumbuke yawezeka miaka 2-3 hapo nyuma, nikisema kero naona labda kama hili neno ni dogo. Tulikuwa na janga kubwa sana ndugu zangu wa Tanzania. Tulikuwa na kitu kinachoitwa mgao wa umeme. Mgao wa umeme umetusumbua sana. Ulifanya hata uzalishaji wetu ukawa na changamoto nyingi kweli kweli. Viwanda vyote viweza kujiendesha kwa shida na kufanya gharama za uendeshaji kuwa kubwa kwa sababu walikuwa wanatumia umeme wa majenereta yanayoendeshwa kwa diesel. Tuliona changamoto tulizopata. Ilikuwa ni kero kubwa kweli kweli. Lakini leo hii ndugu zangu, leo hii na binadamu tumeumbwa kwamba yale mambo mabaya huwa tunayasahau. Leo habari ya mgao wa umeme tumeshaanza kusahau tayari. Lakini kama haitoshi, ndugu zangu, mtakumbuka kwamba uunganishaji wa umeme miaka 5 mingapi kule nyuma ilikuwa ni changamoto kubwa kweli kweli. Unakuta mwananchi amejenga nyumba yake vizuri, lakini kuunganisha umeme ilikuwa ni kazi, afadhali hata kujenga nyumba kuliko kuunganisha umeme. Unaomba leo inachukua miezi 6 mpaka mwaka mzima bado hajaunganishwa umeme. Leo hii ndani ya siku 10 mpaka siku 30 ukishaomba unaunganishwa umeme. Sisi wote hapa ni mashahidi. Haya ni mageuzi makubwa na ni mabadiliko makubwa kweli kweli. Lakini kama haitoshi, hata kazi za dharura unaenda kuripoti miaka 5 iliyopita kule nyuma, unaripoti jamani, hapa kwangu kwenye bomba kuna cheche zinatoka. Ilikuwa inachukua masaa 24 mpaka masaa 48, na wakati mwingine uzalendo unakutoka, unawatafuta vishoka, wanakuja wanagonga gonga pale ili kuondoa tatizo ili uweze kuendelea na maisha. Lakini leo hii ndani ya masaa 4 ukisharipoti ndani ya masaa 4, sisi wote hapa ni mashahidi. Tayari unaona kwamba vijana wameshafika, wameshafanya kazi yako, maisha yanaendelea. Kwa kweli ni jambo ambalo linahitaji kupongezwa kweli kweli. Lakini pamoja na hayo ndugu zangu, tunajua TANESCO ilikotoka.
walikuwa wanajiendesha kwa hasara, lakini mpaka hivi sasa TANESCO wanaenda kwa faida. Tumeona wamerekodi faida ya takriban shilingi bilioni 500. Jamani, hayo ni mageuzi makubwa. Waheshimiwa mawaziri, mnastahili pongezi na shikilieni pale pale kuona kwamba Watanzania wanazidi kusonga mbele. Kubwa kabisa, ndugu zangu Watanzania, tusingependa sasa kuona kwamba tunarudi kule tulikotoka. Tuhakikishe kwamba haya mafanikio tuliyoyafikia tuyasimamie vizuri, ili kuona kwamba haturudi tena kwenye mgao wa umeme. Na ili kusudi kwamba tusiweze kurudi kwenye mgao wa umeme, tuhakikishe kwamba serikali inaendelea kufanya uwekezaji wa uhakika, na hususani kwanza kwenye matengenezo ya mitambo ambayo tulionayo. Lazima tuhakikishe kwamba matengenezo yetu yanatengenezwa kulingana na specifications ambazo wataalamu wametuwekea. Tukikosa hapo kuna uwezekano tukarudi kule nyuma, kitu ambacho kwa kweli kitakuwa hakifai na hatutarajii kabisa kuona kwamba tutarudi huko. Lakini pamoja na hayo, Profesa Muhongo amesema bado tuendelee katika uzalishaji wa umeme, na sina sababu ya kurudia kwa sababu profesa ameeleza vizuri kweli. Lakini tujihakikishe kwamba hizi megawati 4,000 katika taifa la Watanzania zaidi ya milioni 60 bado hazitoshi. Hata hizo megawati 8,000 kufika mwaka 2030, juhudi iendelee, bado hazitoshi. Ameelezea mambo ya energy per capita. Energy per capita wenzetu wako mbali. Sisi leo hii bado tuko chini ya kilowati hour 300 kwa kila Mtanzania. Ni kidogo sana hiyo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba uzalishaji wetu unaendelea. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nielezee sasa nirudi upande wa REA. Nami niungane na wenzangu wote kuwapongeza sana taasisi yetu ya REA. Kwa kweli wameendelea kufanya kazi nzuri. Leo hii tunaongelea kwamba vijiji vyote 12,318 vimekwisha, 61% vitongoji vyote 64,359 vimekwisha, na bado tunaendelea kufika mwaka 2030 tutakuwa na 100%. Lakini hili linaweza vile vile likatuteki by surprise, tukasema kwamba labda yawezekana kazi ya REA inaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme hivi, kama ni kazi ya REA sasa ndiyo inaanza, kwa sababu wahenga wetu walishatuambia, walishatufundisha kwamba kuzaa mtoto sio kazi, kazi kubwa ni kumlea. REA wametuzalia mtoto, sasa je, huyu mtoto apate kwa shako? Nilikuwa ninaangalia katika kipindi hiki kifupi, katika ule mtandao wa umeme wa msongo wa kilovolt 33 ambao TANESCO wanaomiliki takriban kilomita 80,000, REA wamechangia zaidi ya kilomita 38,000. Huu mtandao si kitu chepesi, ni kitu kikubwa sana. Na leo hii tumeona njia za umeme za 33 zimekuwa ni kubwa sana. Nashukuru kwamba mradi wa gridi imara tunaomba kwa kweli usimamiwe kwa nguvu zote, kwa sababu kweli pamoja na mambo mazuri haya, lakini bado kuna changamoto katika kwa umeme, kwa sababu mtandao wa 33 umekuwa mrefu sana. Lakini pamoja na hayo, kuwa na mtandao wa kilomita 80,000 na kwa REA peke yake 38,000 kwa kipindi kifupi hiki, maana yake ni nini? Mtandao wa kilomita 38,000 ni zaidi ya nguzo 400,000 zimeweza kuingia kwenye system kwa muda huu mmoja. Maana yake ni kwamba hizi nguzo zimetengenezwa kwa teknolojia moja, kwa specs moja. Maana yake ni kwamba zitazeeka pamoja na kuna uwezekano kwamba zitakufa pamoja. Sasa lazima hilo tulione, kuona kwamba okay, sasa tunaenda wapi? Yanaweza kutokea majanga kwamba leo umekaa hapo nasikia kwamba kwa watani zangu kule Pwani nguzo 800 zimeanguka. Hujakaa saa unaambiwa hapa Dodoma zimeanguka 600. Hujakaa saa unaambiwa kule Kagera zimeanguka 200. Hilo litakuwa ni janga. Tuanze kuliangalia na kuona kwamba tunaenda namna gani. Na ndio maana nimesema kwamba kama ni kazi ya REA sasa kazi yake ndio inaanza, na hakika tufanye kila linalowezekana. Kama kuna uwezekano tuwaongezee hata bajeti ili waanze kazi ya kumlea huyu mtoto na kusudi huyu mtoto aweze kuwa na faida. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Engineer. Asante sana.
Anyway, asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante. Nimtaja Mheshimiwa Dr. Yahya Ismail Nawanda, Mheshimiwa Festo Richard Sanga na Mheshimiwa Livingstone Lusinde Ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini ya pili nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya hasa katika kuiendesha nchi yetu. Na katika nishati ninaweza kusema katika mkoa wetu wa Mtwara tayari vijiji 785 vyote vina umeme, na sasa hivi vitongoji 2798 kati ya vitongoji 3421 tayari vimeshapata umeme, na kazi inayoendelea ni kupeleka umeme katika vitongoji 555. Baada ya pongezi hizo, mimi ningependa kujikita katika mambo machache. Profesa Muhongo mwalimu wangu ameongea kuhusu data, na mimi nitajitahidi kidogo kuzungumza mambo mawili matatu ya mkoa wa Lindi na Mtwara. Jambo la kwanza ni swala la gridi ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika nchi yetu leo tuna miaka zaidi ya 65, lakini mkoa wa Lindi na Mtwara haujaunganishwa na gridi ya taifa. Lakini sisi Lindi na Mtwara kwa miradi ya Songas ambayo wakati unafanya kazi ilikuwa inazalisha zaidi ya megawati 180 mpaka 190. Lakini pia gesi asilia inatoka Mtwara, na hizo zote zinachangia katika gridi ya taifa. Hatukatai matumizi ya rasilimali ya nchi hii, ni matumizi ya watu wote, lakini mpaka leo Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha bajeti yako kesho, ninaomba ulete majawabu kwa wananchi wa mkoa wa Lindi na Mtwara. Ni lini wataunganishwa na gridi ya taifa ambayo katika mikoa yote sasa hivi tumebaki sisi Lindi na Mtwara. Yaani wote wameshaunganishwa, bado sisi Lindi na Mtwara. Alafu sisi ndiyo tunatoa gesi nyingi ambayo pia inachangia katika gridi yetu ya taifa. Hatukatai, gesi ni rasilimali ya nchi yote, lakini sisi ambao tuna gesi ni muhimu pia kupata vipaumbele hivyo. Kwa hiyo sisi tunajua kuna mkandarasi anayojenga laini kubwa ambayo inatoa umeme kutoka Songea mpaka Masasi, anadai serikali zaidi ya bilioni 53. Mheshimiwa Waziri, naomba uje na majawabu ya lini sasa mkandarasi yule ulituambia alitoka site. Je, kama yuko tayari ameanza kazi? Na kama hajaanza kazi, wewe ni rafiki yangu Mheshimiwa Waziri, mimi nitashikilia shilingi yako na shemeji yangu yuko pale, ili unipe majawabu ya Lindi na Mtwara, lini sasa mradi mkubwa huu na hii mikoa miwili itaunganishwa katika gridi ya taifa. Nikizungumza kwenye REA, hesabu ni rahisi sana. Kwa hesabu ya kawaida hapa katika mkoa wa Mtwara kuna vijiji 77 katika huu mpango wa pili, yani Homelet Electrification Project 2B. Mkoa wa Mtwara una vijiji 77. Mkoa wa Lindi una vijiji 159. Jumla kuu ukijumlisha hivi vijiji vyote unapata vitongoji hivyo. Vitongoji 77 na vitongoji vya Lindi 159. In total ukijumlisha unapata vitongoji 555. Lakini nimeamua tu kuchukua sample. Ukienda Ruvuma wenzetu, vitongoji ambavyo vipo katika hii HEPI 2 ambayo ni Homelet Electrification Project 2B, wana jumla ya vitongoji 634, ni zaidi ya vitongoji vyote vya Mtwara na Lindi. Nikachukua hesabu nyingine, mkoa mwingine, mkoa wa Mwanza, wao wana jumla ya vitongoji 634, lakini jumla kuu ya Mtwara na Lindi ni vitongoji 555. Naomba unapokuja kuhitimisha bajeti yako uje na mpango kabambe wa kuongeza vitongoji katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ili na sisi hata ukituongezee tufikie vitongoji 700, ambayo sasa tutakuwa na 350 Lindi na 350 Mtwara. Tutakuwa tumefanya kazi kubwa na tumepiga hatua kubwa sana. Nikizungumza mradi wa dharura wa Masasi Newala, nichukua nafasi hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika mwaka huu
tulikuwa na RCC. Mimi nilizungumza kuhusu shida ya umeme katika jimbo la Newala na mkoa mzima wa Mtwara. Mtwara unakatika umeme zaidi ya mara 20. Leo ulinipigia, uliniambia sio mara 20, nipunguze kidogo. Lakini nikakwambia twende Newala tukakae mimi na wewe. Ukaniambia kweli unakatika zaidi ya mara hiyo, lakini ukutaka kukubaliana mimi zaidi ya mara 20. Lakini naomba niseme, baada ya kelele zangu, kumbe waheshimiwa wabunge ukipiga kelele inasaidia. Mheshimiwa Rais alisikia, akaidhinisha 4.6 bilioni kujenga mradi wa dharura kutoka Masasi mpaka Newala. Nichukue nafasi hii, mimi ni mgumu wa kupongeza. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri, lakini pia nimpongeze DG wa TANESCO. Na hakika nilikuambia Mheshimiwa Waziri, usingeweza kukamilisha huu mradi leo hii shilingi yako ningeikamilisha. Ningeichukua. Na mradi huu ukikamilika, wananchi wa Newala wanaenda kupata umeme wa uhakika, tena umeme usio na matatizo. Tumekuwa tunatumia umeme wa kilomita zaidi ya 1850 kutufikia Newala. Maana yake utoke unakotoka Lindi, ufike Mtwara, ufike Nanyamba, ufike Tandaimba, unakuja Newala tayari. Shida ikitokea Nanyamba tayari wananchi wa Newala wanaenda kuwa na matatizo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, unapokuja kuhitimisha bajeti yako, uje na majawabu, tuambie sasa huu mradi wetu wa dharura ambao ulisema unakamilika Machi mwaka huu, je, utakamilika lini ili wananchi wa Newala waweze kunufaika na mradi huu? Jambo lingine ambalo pia ningependa kuchangia ni mradi wa LNG. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa LNG kila siku umekuwa kwenye maneno tu. Mimi nilikuwa mkuu wa wilaya ya Lindi. Wakati huo ndio gesi inatoka haitoki. Tulipambana sana na Mheshimiwa Jakaya Kikwete, Mheshimiwa Rais mstaafu, alitoa mwaka 2015 bilioni 6 kulipa wananchi wa eneo pale la Likongo. Na mimi nikiwa DC kipindiko, na wakatuambia mradi huu utakuja kusainiwa ndani ya miezi 4-5 ijayo. Ameondoka. Amekuja Mheshimiwa Magufuli, naye tukaambiwa mradi huu sasa unatakiwa ufanyiwe marekebisho, review kubwa inatakiwa kufanyika, lakini tukae mkao wa kula. Lakini wale wananchi tayari tumeshawalipa fidia wananchi wa Likongo. Lakini pia amekuja mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Pia mnatuambia sasa tuko katika majadiliano ya mwisho. Sisi hatutaki kusikia majadiliano ya mwisho. Mtuambie mnasaini lini mkataba huu. Maana yake tayari wameshakamilisha usaini, wameshasainiana mikataba ya dola bilioni 20 katika mkoa wa Cabo Delgado. Dola bilioni 20 ambayo ni zaidi ya trilioni 50 katika mkoa wa Cabo Delgado, na wenzetu walikuwa na matatizo ya Al-Shabaab na nini, na Total Energies tayari wameshaanza kazi, wanaendelea na kazi pale. Sisi bado maendeleo, sisi mchakato unaendelea, sisi mchakato unaendelea, mchakato unaendelea. Wenzetu wa Cabo Delgado, Msumbiji na Mtwara ni baba mmoja mama mmoja. Sasa ningependa unapokuja kuhitimisha utuambie sasa huu mradi wa LNG utaanza lini, ili na sasa wenzetu wa Msumbiji wakianza kufanya kazi, ili na sisi huku tuanze kufanya kazi, ili tuwe na win-win situation. Na mimi nataka nikuambie Mheshimiwa Mwenyekiti, huu mradi wa LNG hawataki tena kusikia haya maneno wanasaini. Wamesema tu basi tumwachie Mwenyezi Mungu. Asante sana. Naomba kuhitimisha Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.